Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu ambaye ametupatia nafasi ya kuweza kuwa na kusanyiko hili tena leo. Nimefurahi kumwona kila mmoja ambaye ameshirikiana pamoja nasi amepatikana ndani ya kusanyiko hili, na tamani ufahamu kwamba Mungu anapenda na anafurahia kuona sehemu yoyote ya uwekezaji ambao unaifanya kwa ajili ya ufalme. Na tunaendelea mbele, lakini kabla ya kuendelea mbele zaidi, natamani tumshukuru Mungu alafu tuendelee. Mungu wetu uliye hai, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya msaada wa Roho wako Mtakatifu. Asante kwa sababu ya kile ambacho umeendelea kukifanya kwenye maisha ya kila mmoja ambaye amesimama pamoja nasi katika kusanyiko hili. Asante kwa sababu ya siku hii ambayo umeibarikia. Nakushukuru kwa sababu ya mkono wako mwema ambao umeendelea kufanya makuu. Ile kwamba tumeweza kuiona siku ya leo, tunajua ni mkono wako. Ile kwamba tumeweza kufikia usiku huu, tunajua ni msaada wa Roho wako Mtakatifu. Bwana, tunapoenda kulitafakari neno lako na kuingia katika sala na maombi, ninaomba nguvu zako zitufunike, neema yako ituhifadhi, na kile ambacho Mungu umekikusudia kikapate kutokea, katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Amen. Tunamshukuru Mungu kwamba tumepata nafasi ya kujifunza mpaka siku ya jana. Tulipata nafasi ya kuona uhusika wa nguvu za Mungu. Tulipata nafasi ya kujifunza kwamba nguvu za Mungu zipo kwa ajili ya kukusaidia. Zipo nguvu za Mungu za kwa ajili ya kukusaidia kumaliza vizuri, ili uwe na mwisho mzuri, ili uwe na hatua nzuri, ili uwe na uendelevu mzuri, na kufikia kikomo chenye ushindi, kufikia hatua ambayo imejaa utukufu wa Mungu katika mwisho wake. Zipo nguvu za Mungu za kusaidia, ikimaanisha kwamba kuwa na mwisho mzuri sio matunda ya jitihada peke yake. Biblia inasema si kwa nguvu wala kuweza, bali kwa Roho Mtakatifu. Maana yake kuna msaada wa nguvu za Roho Mtakatifu ambazo zinakusaidia kuweza kukamilisha kazi ambayo Mungu amekuamini nayo. Na leo tutapata nafasi ya kuangalia tena maeneo machache, alafu tutaingia kwenye maombi. Kwenye kitabu cha Yeremia sura 29, bado tutakuwa kwenye kitabu cha Yeremia sura 29. Yeremia sura ya 29. Yeremia sura 29 mstari wa 11. Yeremia 29 mstari wa 11 anasema, maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Nanyi mtaniita, mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Nami nitaonekana kwenu, asema Bwana, nami nitawarudisha watu wenu waliofungwa, nami nitawakusanya ninyi, nikiwatoa katika mataifa yote na katika mahali pote nilipowafukuza, asema Bwana. Nami nitawaleta tena hata mahali ambapo kutoka hapo naliwafanya mchukuliwe mateka. Jambo la muhimu ambalo natamani ulione, ambalo tutajifunza na tutapata pia nafasi ya kuomba, moja kati ya vitu vingine ambavyo ni mambo ya msingi ya kusaidia kuwa na mwisho mzuri: usiruhusu mazingira yako ya tafsiri mwisho wako. Usiruhusu mazingira yako, usiruhusu mazingira kwa maana ya changamoto, mazingira kwa maana ya mambo yaliyopita, mazingira kwa maana ya mambo yanayokuzunguka, hali ya mambo yanayokuzunguka, uhalisia. Kuna muda ambapo yaliyopita nyuma yako, yale ambayo uliwahi kukabiliana nayo, yale ambayo uliwahi kukutana nayo katika hatua kadhaa za maisha ambazo Mungu alikupatia, kuna muda inafika moyoni mwako unajisikia kuchoka, unaona huwezi kumaliza vizuri. Unajisikia kuchoka, unaona huwezi kumaliza sawa sawa. Na kwa sababu hiyo unakata tamaa. Kwa sababu hiyo unaona, kwa sababu ya mazingira jinsi yalivyo, kwa sababu watu wameinuka kinyume changu, kwa sababu watu wameinuka kunena vibaya juu yangu, kukataa kile ambacho, hawakubali kupokea kile ambacho nimepewa. Unaona unafika mahali unaamua kukata tamaa, unaamua kusema mwisho wangu ni mbaya.
unaanza kuzungumza vibaya kuhusu hatua zako za mwisho. Unaanza kuzungumza vibaya juu ya uelekeo ambao Mungu amekupatia. Natamani ufahamu hili jambo, mtu wa Bwana Yesu. Mwisho mwema hautokani na vile mazingira yanavyotafsiri. Kuna muda unaweza ukawa katikati ya mazingira ambayo watu au mazingira uliopo hayafanani na kule unakoenda. Unatoka kanisani unahubiriwa, ama uko katikati ya kusanyiko unahubiriwa, utakuwa na mwisho mzuri, utafanikiwa, utashinda. Lakini ukiangalia mazingira yako, changamoto unazokutana nazo ni kama zinakwambia hauwezi kushinda, ni kama zinakwambia hauwezi kufanikiwa, ni kama zinakwambia wewe ni wa kurudi nyuma, ni kama zinakwambia haya unayoyasikia sio ya kwako, ni ya mtu mwingine. Lakini ninatamani matumaini yako yasijengwe kwenye mazingira peke yake. Ninajua kuna mahali mazingira yatakufahamisha kipi kinachoendelea ili ujue wapi pa kukanyaga, ila mazingira yasiwe taarifa tegemezi ya kwako. Mazingira yaliyopita ama mazingira uliopo hayapaswi kuwa taarifa mama. Ni sawa, yanaweza kuwa sehemu ya taarifa ya kusaidia kujua unaendeleaje, unakanyagaje hatua yako, lakini hayapaswi kuwa tegemezi lako, kwamba huwezi kuomba, kwamba kuomba kwako, kuendelea kwako kunaamuliwa na kile ulichokisikia peke yake. Lazima ujifunze kuinua taarifa ya kiungu juu ya taarifa unazozisikia. Lazima ujifunze kuinua taarifa ya neno la Kristo juu ya mazingira yanayokukabili. Lazima ujifunze kuyapinga mazingira yanayokuzunguka, kwenda kinyume na mazingira. Kuna muda mazingira yanashawishi ulale, yanashawishi uache, yanashawishi usiongeze nguvu. Kuna mazingira ambayo ukikutana nayo, ama mambo ambayo ukikutana nayo, yanakupa energy, yanakufanya ujisikie kuachilia nguvu zaidi, yanakufanya ukose usingizi, yanakufanya utamani kufanya mara 10 zaidi, kwa sababu ya ile inspiration. Uko inspired, unasikia kujengwa, unasikia kuhamasika, unajisikia kupata shauku ya kuendelea mbele. Na kuna muda mazingira hayakupi mkono wa shirika. Kuna muda mazingira hayasimami upande wako. Kile unachokisikia kutoka kwenye mazingira, kile unachokisikia kutoka kwenye upinzani wa watu wanaokuzunguka, ni kama Mungu amekuacha, ni kama ahadi ya Bwana haipo pamoja na wewe, ni kama kile ambacho umekisikia kutoka katikati ya watu kinakwambia umepotea njia, ni kama unafika mahali umepoteza matumaini kwa sababu ya vile unavyoendelea kuvisikia. Jifunze kwenda kinyume cha mazingira yako ya sasa, ili uyaone mazingira bora yaliyo mbele yako, ili uone kesho iliyo mbele yako iliyo bora. Lazima ujifunze kutengeneza picha kubwa ndani ya moyo wako. Kwa mfano, ukisoma Biblia kwenye kitabu cha Hesabu sura 23, sura 24, utaona wanaenda wanakutana na majitu. Alafu mji waliopewa ni mji wa Kanaani ambao unamilikiwa na wana wa Nefili, wale watu wa uzao huo, wakubwa, majitu, watu wenye nguvu, wazoefu wa vita. Kwa inawezekana kwa sababu ya vile ambavyo mazingira walikutana nayo yanawaambia hamwezi kumiliki, hamwezi kushinda, ni changamoto nyingine. Lakini kuna watu ambao wakaamua kukubaliana na mazingira, wakasema okay, sawa, tunachokiona maybe it's fine, maybe ni sahihi, inawezekana ni vyema, inawezekana ni kweli, inawezekana tunachokiona, inawezekana ndio taarifa sahihi, ndio taarifa ya kweli. Kwa inawezekana na wewe ukafika mahali kama Waisraeli walivyofika wakati wa vita ya Daudi. Wengine wameona hapa hatuwezi kuvuka, kwa sababu mazingira yanaongea kitu kingine. Daudi alipoingia uwanjani hakuna kitu kipya alichokuja nacho. Alikuja na taarifa iliyo juu. Alikuja na neno lenye mamlaka juu ya maneno ya wanadamu. Alikuja na neno lenye mamlaka juu ya hali iliyokuwepo. Ni kwamba waliomtangulia hawawezi kupigana, waliomtangulia hawawezi kushindana, waliomtangulia hawawezi kuingia kwenye vita, waliomtangulia kuna vitu unaviona ambavyo vina uhalisia wa kushindwa, vina uhalisia wa kuahirisha, vina
uhalisia wa kuacha safari njiani. Lakini nataka nikutie moyo usiku wa leo, jifunze kuyakabili mazingira ulionayo sasa kwa imani. Kwa imani, imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana yake ni kwamba unapoamua kwenda kwa imani, maana yake umechagua kushindana na mazingira ya sasa. Wakati unaenda kwa imani kama Ibrahimu anatembea kama mtu wa vizazi vingi katikati ya mazingira ambayo hana mtoto. Anatembea na anajitambua hivyo, anajipokea hivyo, anajitambulisha hivyo. Anapoenda mbele za Mungu, maombi yake yamekaa kwa mfumo huo, kwamba mimi ni mrithi wa ahadi, mimi ni mrithi wa mema ya Bwana, mimi ni mrithi wa baraka za Bwana. Anatembea kwa imani. Mahali fulani kutembea kwa imani ni kama kutembea kama kichaa, kwa sababu unaanza kwenda kinyume na uhalisia. Mazingira yako yanakutaka uwe mpole, yanakutaka unyamaze, yanakutaka ukubali kufa kama wengine walivyokufa, yanakutaka uamue kukimbia hiyo biashara kama wengine walivyokimbia, yanakutaka uache hilo eneo kama wengine walivyoacha hilo eneo. Lakini neno la Bwana linakutaka uendelee mbele. Neno la Bwana linakutaka ukubali kwamba umepona. Neno la Bwana linakutaka ukubali kwamba alikufa kwa ajili yako na wewe ni mshindi katikati ya vita yako. Neno la Bwana linakutaka uamini kwamba haijalishi waliosimama kinyume chako ni wangapi, aliye pamoja na wewe ni mkuu zaidi ya wao. Aliye pamoja na wewe ni mwenye nguvu zaidi yao. Aliye pamoja na wewe amekushindia. Lazima ufike mahali, ni swala la kujifunza, halitokei usiku mmoja. Ni swala la kufundisha moyo wako kwenda kinyume cha maneno ya uharibifu. Wakati mwingine unapopiga hatua yako, sio kweli kwamba utapigiwa makofi, sio kweli kwamba watainuka watakushangilia. Kuna mahali utakapotaka kuinuka, watataka kukushusha chini, watataka kukwambia na kukuonyesha kwamba sisi kwenye historia yetu watu huwa hawaendi, watu huwa hawafanyi biashara, watu huwa wanafeli na ni kawaida, watu huwa ndoa zinavunjika na ni kawaida. Unaweza ukakutana na mazingira ya namna hiyo kwa sababu wao wamekwamia hapo, wanataka na wewe ukwamie hapo hapo. Lazima ujifunze na ufundishe moyo wako kwenda kinyume cha hayo mazingira. Gideoni anapotokewa na malaika anamwambia wewe ni shujaa, alafu yeye anaanza kusema mazingira aliyotokea. Lakini Mungu anakuja anamwambia nenda kwa uwezo mdogo ulionao, anza kuinuka kinyume cha desturi, kinyume cha kawaida, kinyume cha mazingira uliopo. Ili uinuke na uwe na mwisho wenye utukufu, lazima ujifunze kwenda tofauti na mazingira, na sio kwenda tu tofauti na mazingira, ila sawasawa na neno la Bwana. Neno la Bwana linasema nini juu ya hayo mazingira? Neno la Bwana linakinzana na hayo mazingira, linakinzana na huko kukimbia, linakataa wewe kukimbia, linakataa ndoa kuvunjika, linakataa wewe kuingia katika hasara na kuachana na kumaliza kwa aibu, linakataa hayo mambo. Lakini mazingira yanasema inabidi iwe hivyo, inabidi iwe hivyo, inabidi iwe hivyo. We huna hela, we huna jina, we huna nguvu. Mazingira yanaongea kitu cha namna hiyo, mazingira yanakuhubiria mambo ya namna hiyo. Lakini lipo neno la Bwana, lipo neno la Bwana. Neno la Bwana linasema utavuka, neno la Bwana linasema utashinda. Neno la Bwana linakutaka ujue utashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye akutiaye nguvu. Kuna mimi natamani ufahamu neno la Bwana usiku wa leo, ya kwamba lile alilokupatia Bwana wakati mwingine linakutaka uende kinyume cha mazingira, wakati mwingine linakutaka uinuke kinyume cha yale ambayo wanayasema. Inawezekana hauna mtoto, una changamoto ya kupata mtoto na umekaa kwenye hiyo hali kwa muda mrefu, ama ni changamoto ya ugonjwa. Nilikuwa nimekushuhudia ushuhuda wa mtumishi wa Mungu Kenneth Hagin, ni baba katikati ya watumishi ambao Mungu ametuinulia, ambao walikuwa mababa katika imani. Alikuwa katika kitanda kwa muda mrefu, miezi mingi,
Akiwa kitandani, yupo katika ile hali ya muda mrefu, ila kila siku anashindana na hali yake. Wakati wanasema hii hali inabidi uwe na uongezewe muda, inabidi hili eneo, mazingira haya yanaonyesha kwamba, daktari anakuja na ripoti. Kila anapokuja na ripoti anasema hapana, neno la Bwana linasema ya kwamba mimi ni mzima, kwa kufa kwake mimi nimepona, na kila nitakachokisema nikiamini kimetokea, na mimi nimeamini ya kwamba mimi ni mzima, na mimi nimeamini ya kwamba mimi ni mshindi, na mimi nimeamini ya kwamba mimi nina nguvu, na mimi nimeamini ya kwamba. Akawa anasema hayo maneno huku anaendelea kuamini, huku anaendelea kulitafakari neno la Bwana. Anaendelea kutafakari neno la Bwana, anaendelea kutafakari neno la Bwana. Kadiri anavyoendelea kulitafakari neno la Bwana na kadiri anavyoendelea kulisema, linaanza kuwa halisi. Linaanza kuwa halisi kwake, linaanza kudhihirishwa kwake kwa namna mbalimbali. Akapokea uzima wake. Maana yake kuna muda Mungu anaweza akasema na wewe kinyume na mazingira, ama akakuletea neno kama ahadi, na ukiangalia hiyo ahadi ni kama umedanganywa. Yaani ukijiangalia huoni kama litatokea. Nachotamani ufahamu, tunapoelekea mwisho wa mwaka na unapoelekea katika misho yote ambayo Mungu anakupatia, jifunze kuiamini ahadi ya Bwana. Hata kama mazingira yanakataa, hata kama watu wanakataa, hata kama vitu havisimami upande wako, hata kama mambo hayainuki upande wako, nataka umwamini Mungu pamoja na mimi ya kwamba Mungu amekusudia uvuke. Mungu amekusudia ushinde, na zaidi ya kushinda, Mungu amekusudia uendelee mbele. Mungu amekusudia upige hatua zako sawasawa na ufanikiwe. Ni mapenzi ya Mungu matimilifu ya kwamba katika vita yako, katikati ya changamoto zako, katikati ya mabaya ambayo yanainuliwa kinyume chako, Mungu amekusudia ushinde. Wakati mwingine ushindi hautokei wakati mazingira yana utulivu. Unaweza ukaambiwa habari za ushindi wakati ambapo mazingira yanapingana, mazingira yanakataa, mazingira hayakubaliani na hicho unachokisema, mazingira hayakubaliani na hicho unachokisikia. Inawezekana wakati fulani mazingira hayakubaliani, ni vita, ni dhoruba, ni gharika, ni kuandamwa, ni kusongwa kila pande. Lakini katikati ya huko kusonga, nataka ufundishe moyo wako kuamini kwamba kuna mkono wa Mungu uliokusudia ushinde. Mahali pengine ambapo unasikia vita, unasikia magomvi, unasikia taharuki, haimaanishi kwamba hutamaliza vizuri. Na mahali Mungu anapokuahidia mwisho mzuri na mwisho wa utukufu, haimaanishi hakutakuwa na changamoto. Inawezekana wakati unaahidiwa kushinda, ndo vita inakuwa kali zaidi. Ukisoma Biblia kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 1, unaona baada ya Mungu kuahidi kwamba nimekuja kuwaokoa, ndio hali inakuwa mbaya kuliko mwanzo. Tena wale watu wanakuja kumlaumu Musa, wanasema airi ungenyamazaga tu. Yaani Musa, tangu umeanza kwenda kwa yule mzee, mambo yetu yamekuwa mabaya, mateso yetu yamekuwa mabaya, na tumeongezewa adhabu. Kwa sababu gani? Umeenda kwa mfalme. Inawezekana wakati Mungu anakuahidia jambo, ulikuwa mazingira yako kidogo yametulia, alafu unapoanza kumfuata Kristo, unapoanza kuiamini ahadi ya Bwana, unaanza kuandamwa, unaanza kupigwa vita, unaanza kufuatiwa kwa nguvu na kinyume cha kile ambacho umekisikia. Inawezekana vita ndo inakolea, mtu wa Mungu. Hata ikikolea, jitie nguvu katika Bwana, jitie nguvu katika Bwana. Moyo wako imarike katika Bwana, imani yako imarike katika Bwana. Natamani umwamini Mungu katikati ya mambo ambayo Mungu amekuamini nayo, katikati ya mazingira ambayo unajisikia kuchoka, unajisikia kukata tamaa. Natamani tunapoenda wakati tutakuwa na mambo machache ya kuyapeleka mbele za Bwana kwa njia ya maombi. Moja, tutaenda kumwomba Bwana kwa ajili ya mazingira yako. Ni kweli ushindi, kuna mahali ushindi unaangalia mazingira, lakini natamani ufahamu, hauangalii tu mazingira ya nje yanayoonekana.
kazi mojawapo ya neno la Mungu ni kukutengenezea mazingira, kukuumbia mazingira ambayo yatatunza huo muujiza, yatatunza hayo matokeo, yatatunza huo ushindi, yatatunza aina hiyo ya matokeo ambayo Mungu ameikusudia kwa ajili yako. So wakati huu tunapoenda kumwomba Bwana, tutapata nafasi ya kuomba rehema za Bwana kwa ajili ya mazingira yako, na haswa imani yako sawasawa na mazingira yako. Kuna mahali umejisikia kuchoka ndani ya moyo wako, umeacha kuamini baada ya kusongwa, baada ya kuandamwa, na hivyo picha ile ambayo Mungu amekupa ni kama imetoweka. Ni kama umefika mahali hiyo picha imeyeyuka. Hiyo picha yamkini imefika mahali imeyeyuka kwa sababu ya kile ambacho umekutana nacho, mazingira ambayo umekutana nayo, dhoruba ambayo umekutana nayo. Wakati huu tunapoenda kumwomba Bwana Yesu, tutaenda kuliitia jina la Bwana kwa ajili ya mazingira ya namna hiyo, na tutamwambia Mungu afunue neema yake. Mungu afunue neema yake. Mungu afunue neema yake. Tamwambia Mungu, tufunulie neema na rehema. Utazitangaza rehema za Bwana katika mazingira ulio nayo. Utatangaza rehema za Bwana juu ya yale ambayo yanakusonga. Tutaomba neema ya Bwana ijifunue kwako. Kuhusiana na mazingira uliopo, yasimeze kuamini kwako. Ulikuwa umeanza kuchukua hatua na umejaa imani ndani yako, lakini baada ya muda imani imeyeyuka kwa sababu kuna taarifa nyingine, kuna wazo jingine limezaliwa, kuna kitu kingine kimezaliwa, kimeyeyusha kuamini kwako, kimeua hali ya kuamini kwako, kimetafuna uwezo wako wa kuamini. Kwa tunapoenda kumwomba Bwana wakati huu, tutaanza kwa kwenda mbele za Bwana kwa njia ya toba kwa damu ya Yesu, juu ya hali ya kuamini kwako, juu ya moyo wako na juu ya mazingira yako. Chochote ambacho kimezaliwa kutokea kwenye hayo mazingira, changamoto yote ambayo imezaliwa ambayo imekuja kwa lengo la kukumeza na kukuzuia kuendelea kwako mbele, tamba neema ya Bwana ikufunike. Tutapeleka hilo ombi la kwanza, lakini pia tarudi baada ya hapo na kuomba tena neema ya Roho Mtakatifu ya kukuvusha katikati ya mazingira hayo. Nguvu za Mungu zikusaidie uweze kuinuka kinyume cha mazingira yako na kuinua bendera ya Bwana ya ushindi. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ninakuja mbele za madhabahu yako usiku wa leo. Katika jina la Yesu ninaomba toba, ninaomba rehema katika jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru kwa ajili ya kila mmoja ambaye Bwana umempatia nafasi ya kuweza kuambatana pamoja nasi katika maombi haya. Asante kwa sababu ya darasa hili. Asante kwa sababu ya ufahamu ambao umeachilia katikati yetu. Asante kwa sababu ya hekima ya neno lako ambao umeachilia katikati yetu. Asante kwa sababu ya nuru ya wokovu wako ambao umeifunua katikati yetu. Tunakushukuru kwa sababu wewe ndiye uliyefanya mambo haya. Wewe ndiye uliyetutendea muujiza wa namna hii. Wewe ndiye uliyetuumbia matokeo ya namna hii. Ushuhuda huu ambao tunausema nao siku ya leo, ya kwamba tumesikia neno hili na imani imezaliwa ndani ya mioyo yetu, ni wewe umefanya. Wewe ndiye umeumba mambo hayo. Wewe ndiye umezalisha shuhuda hizo. Wewe ndiye umetokeza matokeo hayo. Mungu, tumekuja hapa kukushukuru. Tumekuja hapa kusema asante. Tumekuja hapa kukuinua jina lako. Tumekuja hapa kusema wewe ni Mungu na zaidi yako hapana mwingine. Tumekuja hapa kusema wewe ni mfalme na mfalme peke yako. Tunaomba utusikie, Bwana. Pokea shukrani zetu usiku wa leo. Tunajua kabisa ya kwamba Bwana wewe ndiye uliyetusaidia katikati ya mazingira yote, katikati ya nyakati zote, katikati ya safari nzima. Bwana wewe ndiye uliyetuanzishia safari njema mioyoni mwetu. Wewe ndiye uliyesababisha uendelevu wa safari hiyo. Wewe ndiye uliyemleta kila mmoja katika eneo hili, Bwana. Mwingine kutokea katika eneo lake la familia, mwingine kutokea katika eneo lake la kazi, mwingine kutokea katika eneo lake la ndoa. Mungu, ni wewe umefanya mambo haya kwenye miradi, kwenye biashara. Wewe ndiye umefanya mambo haya. Wewe ndiye umetokeza msaada. Mungu, tunakushukuru kwa sababu ya mema hayo. Tunakushukuru kwa sababu ya fadhili hizo. Tunakushukuru kwa sababu ya matendo yako makubwa na ya ajabu ambayo umeachilia katikati yetu. Matendo yako ya kutisha ambayo umeyafunua na kuyaachilia katikati yetu, Bwana. Matendo yako ya kutisha ambayo umeyafunua na kuyaachilia katikati yetu, Bwana. Siku ya leo tumekuja mahali hapa kukushukuru. Siku ya leo tumekuja hapa
kusema asante. Tumekuja kusema wewe ni Mungu na zaidi yako hapana mwingine. Tumekuja kusema wewe ni Bwana na Bwana peke yako. Tumekuja kusema wewe ni Mungu na Mungu peke yako. Tumekuja kusema wewe ni Baba na Baba peke yako. Wewe ni Mungu wa kuokoa, ni Mungu wa kusaidia, ni Mungu wa kujenga na Mungu wa kuinua, ni Mungu unayetupatia neema na hatua katika njia zetu. Siku ya leo nimekuja hapa Bwana pamoja na kusanyiko hili, tunakushukuru kwa sababu ya kila tendo jema. Tunakushukuru kwa sababu ya kila neno jema ambalo umelisababisha katika maisha yetu. Tunakushukuru hata kwa mafunuo ya neno hili Bwana, ambao umeyaleta katika majira haya sahihi. Umeyaleta katika majira haya na wakati sahihi. Bwana, mwingine analisikia hili neno mahali ambapo ameanza kuchoka, mahali ambapo ama amekwisha kuacha kabisa. Tunajua ni majira sahihi ya kulisikia neno hili, kwa sababu ni majira ya kuzalisha ushuhuda, ni majira ya kuzalisha kitu cha kiungu katikati ya nyakati za sasa. Mungu, ninasimama pamoja na watu hawa kuwasilisha shukrani zetu mbele zako, kuwasilisha mioyo yetu ya shukrani mbele zako, kuwasilisha matendo yetu ya shukrani mbele zako. Mungu, kwa njia ya maneno ya vinywa vyetu, Mungu, kwa njia ya sadaka zetu na kwa namna mbalimbali. Mungu, sikia, hizi ni shukrani zetu kwako. Mungu, sikia, hizi ni shukrani zetu kwako. Tunajua wewe ndiye uliyefanya mambo haya. Hata hapa tulipo ni mkono wako. Hata hapa tunaposimama ni huruma zako. Hata hapa tunapoendelea ni neema yako. Hata hapa tunapopiga hatua zetu ni neema yako. Mungu, hatuna cha kujivunia. Hatuna cha kujivunia katikati ya haya. Hatuna cha kukisimulia katikati ya haya. Hatuna cha kukisema katikati ya haya. Mungu, tuna neno moja la kulisema, ya kwamba wewe umetuokoa, ya kwamba fadhili zako ni za milele, ya kwamba mkono wako ni wa milele, ya kwamba nguvu zako ni za milele, ya kwamba matendo yako ni ya milele. Bwana, sikia. Haya ni maombi yetu tunayoyaachilia mbele zako, sikia. Hii ni sala yetu tunayoyaachilia mbele zako, sikia. Haya ni maombi yetu tunayowasilisha mbele zako, sikia. Mungu, pokea shukrani zetu mbele zako. Pokea shukrani zetu usiku wa leo. Pokea shukrani zetu usiku wa leo, maana hata hizo changamoto hazikutumeza kabisa, maana hata hayo magumu hayakutuondolea nafasi kabisa. Hata hayo mambo ya kutuangamiza yalipoinuka, hukuruhusu yatumeze. Bwana, hukuruhusu yatuangamize. Umetufanyia nafasi kwa namna isiyo ya kawaida. Umetufanyia nafasi kwa namna isiyo ya kawaida. Siku ya leo moyo wangu ninauachilia mbele zako. Ninaachilia na maisha ya watu hawa ambao wametenga muda wao katika sala na maombi. Watu hawa ambao wamemimina mioyo yao katika sala na maombi. Watu hawa ambao wamekuheshimu wewe katikati ya mazingira yao magumu. Mungu, ninaomba usikie, upokee na shukrani zetu mbele zako. Mungu, ninaomba utusikie, upokee na shukrani zetu mbele zako. Ijulikane kwamba ni wewe uliyetutendea mema haya. Ijulikane kwamba ni wewe uliyetufanyia mema haya. Ijulikane kwamba ni mkono wako uliyetufanyia uzuri huu. Ijulikane kwamba ni nguvu zako zilizotufanyia mema haya. Ijulikane kwamba ni nguvu zako zilizotutendea mema haya. Mungu, pokea shukrani zetu usiku wa leo. Pokea shukrani zetu usiku wa leo, Bwana. Pokea shukrani zetu usiku wa leo, Bwana. Pokea shukrani zetu usiku wa leo, katika kila tendo, katika kila neno. Bwana, ujue ya kwamba tumetambua ndani ya mioyo yetu, tumetambua ndani ya mioyo yetu ya kwamba Bwana, hatua hizi ni mkono wako, ya kwamba Bwana, kuinuka huku ni mkono wako, ya kwamba Bwana, kuendelea kwetu ni mkono wako. Unaweza ukaendelea mbele za Bwana kwa kuomba rehema mbele za Bwana. Mwambie Bwana Yesu, tunaomba rehema katika neno lolote. Mungu, katika jina la Yesu tumekuja kwako kwa damu ya Yesu. Tunaomba toba na rehema. Tunasimama pamoja na mazingira yetu yanayoonekana, pamoja na mazingira yetu yanayoonekana na kushikika, vitu ambavyo umetupatia shirika pamoja navyo, mambo ambayo umetupatia sharika pamoja nayo. Tunaomba toba na tunaomba rehema. Chochote ambacho Bwana kimepata nafasi kwenye maisha yetu na kuachilia alama ya uharibifu, na kuachilia alama ya mabaya, na kuachilia alama ya mauti, Mungu, tunasimama na damu ya Yesu. Mazingira yote ambayo yamekuwa na nguvu ya kuyeyusha hata
hata hali ya maombi, ya kuyeyusha hata hali ya kuendelea mbele, ya kuyeyusha hata ujasiri wa kuyakabili mambo. Mungu, ninaomba toba. Mazingira ambayo yamejengwa kwa njia ya maneno, mazingira ambayo yamejengwa kwa njia ya mitazamo, mazingira ambayo yamejengwa kwa namna mbalimbali za kipepo na namna za giza. Mahali pengine ni kwa kutokulisikia neno lako Bwana, mahali pengine ni kwa kutokulielewa neno lako Bwana. Ninaposimama pamoja na kundi hili usiku wa leo, ninaomba toba kwa ajili ya mazingira yao. Mazingira yao mengine ni mazingira ya kazini, mazingira yao mengine ni mazingira yao katika maeneo ya biashara. Bwana, mazingira yao pengine ni kuhusiana na watu wanaowazunguka. Bwana, kuna changamoto zimezaliwa kutokea kwenye mazingira yao. Kuna namna ya kutokufahamu imezaliwa, kuna namna ambayo imeinuka kinyume chao Bwana, katika hatua zao, na hawajui kitu cha kufanya, na imemeza kuendelea kwao, na imemeza hatua zao. Ninaomba pamoja nao usiku wa leo ya kwamba wakajengwe, ya kwamba wakaimarishwe, ya kwamba wakainuke kinyume cha mazingira yao, wakainuke kinyume cha mazingira yao. Mazingira yao ni bahari, na inajitangazia mbele yao ya kwamba haiwezi kujigawanya kwa ajili yao. Bwana, wasaidie wasisahau ya kwamba wanalo neno lako, wasaidie wasisahau ya kwamba wanalo neno lako la uzima, wanayo ahadi yako kwa ajili ya hatua zao, ya kwamba utawamilikisha. Haijalishi mbele yao ni bahari, haijalishi mbele yao ni mazingira ya kuwasononesha, haijalishi mbele yao ni mazingira yaliyojaa maneno ya laana, yaliyojaa vipingamizi, yaliyojaa hila, yaliyojaa vikwazo. Mahali pengine wanaowazunguka, fikra na fahamu zao zimefungwa kwa namna ambayo wanapozunguka kunena nao hawaelewi, wanapokaa vikao kuwaelewesha, akili zao zimefungwa, hawaelewi. Lengo ni ili wasielewe, ili Bwana kwa kusudi hilo kazi zao zisifanikiwe, malengo yao yasifikike. Ninaomba pamoja nao juu ya changamoto hizo Bwana, changamoto hizo zilizozaliwa katika fikra na fahamu Bwana, katika hali ya kutokukubalika, katika hali ya kutokupata kibali machoni pa watu. Ninaomba pamoja nao katika jina la Yesu. Ninaomba toba, maana tulipokutana na mazingira hayo, kuna vitu tulifanya. Wakati mwingine hatukuomba, wakati mwingine hatukulitazama neno lako, wakati mwingine hatukuangalia ulichokisema kwa ajili ya hizo hali, wakati mwingine hatukuangalia ulichoahidi kwa ajili ya mazingira ya namna hiyo. Ninaomba pamoja nao usiku wa leo, ninaomba pamoja nao kwa ajili ya hizo hali, juu ya maneno yaliyonenwa juu yao, juu ya changamoto zilizoachiliwa juu yao, juu ya maneno yaliyoachiliwa kama laana, juu ya mapingamizi yaliyoinuka na kuazimisha mioyo yao. Ninatangaza kuinuka kwao, ninatangaza kuinuka kwao, ninatangaza kujengwa kwao, kuimarika kwa nafsini kwao, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Baba, ninaomba neema ya kuinuka na kuendelea mbele. Ninaomba neema ya kuinuka na kuendelea mbele. Chochote kilichoinuka ninakitangazia yeyuka katika jina la Yesu, yeyuka katika jina la Yesu. Hiyo hali iliyojijenga ndani ya mioyo yao, hiyo hali ya dhoruba iliyojipatia nafasi kwenye mioyo yao, iliyojipatia nafasi kwenye nia zao, iliyojipatia nafasi kwenye fikra zao, iliyojipatia nafasi hadi kwenye ofisi zao, imejiruhusu Bwana, imefanyika mlango wa mapepo kwenye hilo eneo la kazi, kwenye hilo eneo la biashara, kwenye hilo eneo la ndoa. Ninaenda kinyume na hiyo hali, ninaiyeyusha kwa damu ya Yesu, ninaiyeyusha kwa damu ya Yesu. Ninasimama kinyume kabisa na hayo maneno, na hayo matamko ya kipepo, na hayo matamko ya kichawi, na hayo matamko ya giza yaliyoachiliwa juu yao. Ninasimama na neno la Bwana kwa ajili yao. Ipo ahadi ya Bwana kwa ajili ya hatua zao. Ninatangaza ahadi ya Bwana kwa ajili ya hatua zao. Ninatangaza ahadi ya Bwana kwa ajili ya mwendo walio nao. Ninatangaza ahadi ya Bwana kwa ajili ya hatua walizo nazo. Ninatangaza mahali ambapo wameandikiwa kuzimika na kutokumaliza kwa ushindi, watamaliza kwa ushindi
ushindi, watamaliza kwa ushindi. Ninatangaza utamaliza kwa ushindi. Hilo eneo utavuka, hilo eneo liloandikiwa kutokuendelea, ninaamuru ya kwamba utavuka, ninaamuru ya kwamba utashinda, ninaamuru ya kwamba utafanikiwa, ninaamuru ya kwamba utapiga hatua yako sawasawa, katika jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu. Ninaomba pamoja nao, ninaomba kutiwa nguvu kwa mioyo yao, mahali ambapo wanajisikia kuchoka, mahali ambapo wanajisikia kudhoofika, mahali ambapo wanajisikia kukosa nguvu, mahali ambapo wanajisikia kupungukiwa. Ninawaombea nguvu katika jina la Yesu, ninawaombea nguvu katika jina la Yesu. Mahali pengine wamepoteza hata ujasiri wa kuongea, wamepoteza hata ujasiri wa kuyakabili mazingira, ninaomba pamoja nawe. Mahali ambapo imani yako imepunguka, imani yako ikaongezeke, imani yako ikaimarike. Unapolisoma neno, ufahamu ukafunuliwe kwako, na maarifa ya neno la Kristo yakafunuliwe kwako katika jina la Yesu. Maarifa ya neno la Kristo yakafunuliwe wazi kwako katika jina la Yesu. Maarifa ya neno la Kristo yakafunuliwe wazi kwako katika jina la Yesu. Ninaamuru katika jina la Yesu ya kwamba nguvu zikarejee. Ninaamuru nguvu zikarejee, uwezo wa kwenda kinyume na mazingira hayo, uwezo wa kwenda kinyume na desturi hiyo, kinyume na historia hiyo, kinyume na hali hiyo ya kieneo. Ninaamuru wakatiwe nguvu, ninaamuru kutiwa nguvu kwa nafsi zao, ninaamuru kutiwa nguvu kwa utu wao wa ndani, ninaamuru kutiwa nguvu kwa biashara yako, kwenye hilo eneo la kazi yako, kwenye hilo eneo la biashara, kwenye hilo eneo la elimu, kwenye hilo eneo la kimahusiano, kwenye hilo eneo la ndoa yako, kwenye hilo eneo unalomwamini Bwana. Ninaamuru nguvu za Roho Mtakatifu zikakufunike na kukusaidia kuinuka kinyume cha mazingira hayo, kukusaidia kuinuka kinyume cha vita hiyo, kukusaidia kushinda kwenye vita hiyo. Ninaamuru nguvu za Bwana zikufunike, nguvu za Roho Mtakatifu katika mfumo wa maarifa, katika mfumo wa kweli ya Kristo, zikafunuliwa kwako, zikadhihirishwa kwako, zikajulikane kwako, zikaachiliwa kwako katika jina la Yesu. Mahali pengine hiyo nguvu itaachiliwa katika mfumo wa watu, mahali pengine hiyo nguvu itaachiliwa katika mfumo wa watu watakao kujengea uwezo na kukusaidia kujua namna ya kuinuka kwenye mazingira hayo. Ninaomba kwa ajili yako katika jina la Yesu ya kwamba Bwana atakuinulia watu ambao watakuwa msaada kwenye hiyo safari, watakusaidia kujua namna ya kukanyaga hizo hatua, watakusaidia kujua ya kwamba hauko peke yako, watakusaidia kujua namna gani ya kushinda hiyo vita, namna gani ya kuvuka hayo mapinzani, namna gani ya kuvuka hivyo vikwazo. Ninaomba kwa ajili yako mahali ambapo hujui namna ya kuomba kwa ajili ya hilo eneo na hujui namna ya kuvuka kwenye hilo eneo, Mungu akakuinulie watu katika jina la Yesu watakaoomba pamoja na wewe. Mungu akakuinulie watu katika jina la Yesu watakaosimama na kukuvusha kwenye hiyo vita, watu ambao watakufungulia mlango, watu ambao watafanyika mlango kwako, mlango kwenye kila nyanja ya maisha katika jina la Yesu Kristo. Ninaamuru baraka hiyo kwako, ninaamuru neema hiyo kwako katika jina la Yesu, ikafunuliwa kwako, ikawe halisi kwako, ikadhihirike kwako na ikawe halisi katika maisha yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninatangaza hiyo neema ya Bwana ikafunuliwe kwako na mkono mwema wa Mungu wetu uwe halisi katika njia zako katika jina la Yesu Kristo nimeomba, katika jina la Yesu Kristo nimeomba. Ndivyo itakavyokuwa kwako katika jina la Yesu. Bwana atakuvusha katikati ya vita yako, Bwana atakufanyia nafasi katikati ya malango yako.